wana hip hop wasije wakabweteka na hiki kitu. Wanatakiwa wao hii vibe ambayo ipo naweza nikasemaje, wasiingie kwenye mtego wa hii vibe. Wao ni wakati wa kutoa kazi. Simepewa nafasi sasa na industry. Sasa badala kufanya jokes kama zinazoendelea baadhi ya comedian wana chip in, kwa hiyo wanaanza kuchukulia sasa kama industry ya hip hop ni kama jokes. It's not a joke. This is a culture, brother. Kwa hiyo sasa wao hawataki kwanza kubishana na watu. Wanatakiwa wafanye kazi. Kwamba labda jamii haikutupa sikio kwa sababu mbalimbali. Saizi kupitia watu wa comedy naona kama ni outlet. Yaani ni outlet ya kutuletea fans kwenye hip hop culture. Kwa sasa wale fans walioletwa na watu mbalimbali, sio content creator mbalimbali, wana hip hop mnafanya nini? Au nyinyi mnakuwa ma content creator tena? Si unanielewa? Kwa sababu itakiwa waitumie hii nafasi. Watu wameamua kwa mapenzi yao. Anaweza kama mtu anajua anafanya joke lakini kumbe anafanya kitu kikubwa ambacho yeye hajui. Kumshawishi binti ambaye labda anamshabikia comedian fulani kushabikia hip hop, manake ni kitu kikubwa sisi kwa culture. It's okay for us. Kwa sasa wana hip hop wafanye kazi ili yule binti aliyeshawishiwa na comedian akutane na kazi kama hizi na yakumbuka. Wao wanasema una feel this is good music. Ndio kitu tunachotaka make iwe hivyo. Kwa sina tatizo na hicho kitu. Unajua tumepokea album nyingi sana. Kali, si ndio? Unaibuka katikati ya hichi kinachoendelea kwenye hip hop. And tutegemee namna gani tofauti kutoka kwenye album yako ambayo inakuja? My Love Kingdom album iko tofauti sana kwa sababu ile vibe mimi imenikuta na mipango yangu kabisa. Yaani kama tunasema ni good timing good timing. Mimi na arrangement zangu pamoja na record label yangu na watu wangu na hii vibe na yenyewe imetukuta hapo. Kwa hiyo sasa album yangu kwanza mimi nimefanya sound selection. Nilichokiangalia sana it's not bad for trending sound, lakini mimi nimestick kwenye genre ya R&B, rap, hip hop. You get it? Kwamba nataka kutengeneza timeless music. Muziki ambao ukisikiliza leo na yakumbuka, nafikiri baada ya miaka 10 ukija kuiplay na yakumbuka, isikuchoshe kwamba ulikuwa ni muziki wa mwaka 2026 ulishapita. You get it? Yani ufeel kama tunavyofeel nyimbo za kina Tupac, Diamama, miaka 30, umri wa mtu ana familia lakini kichezwa leo it's like imetengenezwa jana. Kwa hicho ndio ambacho mimi nimekizingatia zaidi, na hata kwenye featuring nilifanya selection ya kuangalia ni watu gani ambao wata fit kwenye sound ninayoitaka. Even sound engineer Bob Maneke, kwa sababu ni almost 70% ya album ameitengeneza Bob Maneke. Na hata featured artist nilioangalia ni wale ambao nilikuwa nataka wakae kwenye sound ya R&B hip hop. You get it? Bab kubwa. Bana, album umesema inatoka Julai. Inatoka Julai mwaka huu 2026. Na ndio itakuwa chini ya mwamvuli wa African Blood Entertainment. Ambayo hii ni record label. Ambayo chini yake ndio upo wewe na nipo mimi Mr. Kesho. Na tuna artist moja kwa sababu Mr. Kesho sio tu artist ndani ya African Blood Entertainment. Ni business partner. Kwa ni shareholder wa African Blood Entertainment. Ila tuna artist moja ambaye ndio tunaanza naye kama tunamsign. Kwa hiyo itatoka albamu yangu, itatoka albamu ya Mr. Kesho na EP ya huyo artist wetu Luna Miguel. Licha ya yote ambayo yanazungumzwa na wasanii ambao wamekuwa signed kwenye label mbalimbali, nyinyi bado mnaona hapana, tunatakiwa kuweka nguvu hapa of course ili tusonge. Amuogopi, yani amtishiki kuna mbona wasanii wakubwa hao wanatoka alafu wanazungumzia ABCD kuhusiana na makubaliano vile ambavyo yanapindishwa na nini kwenye record label nyingi. Vitu viwili ambavyo sisi tunavizingatia. It is family before business. Kwa business imetukuta. Lakini kitu cha msingi ambacho tunakizingatia kingine ni kwamba lazima tuweke arrangement mapema. Kwamba wewe Daddy Mashona as a CEO, mipaka yako ni hii. Utafika hapa. Wewe Mr. Kesho as a CEO, mipaka yako ni hii, utakuwa hapa. Lolo yako ni hii. Labda kuna nani moja tunao pale
nikikumbuka tanani. So artist pia tunampa document kwamba tumekupa mkataba huu hapa upitie. Tafuta na watu wako. Sasa maana yake sio sisi tena tukutafsirie. Tafuta watu wako muusome we. Ukisha kuona kwamba una terms nzuri kwako zitakufanya usogee kwenda sehemu moja kwenda sehemu nyingine, sign tufanye kazi. Kitu cha pili ni kwamba ma investor ni sisi wenyewe. Kwa hiyo haileti sana shida, na sisi tukizinguana tunakaa kama familia. Oya, auendi mjini, auendi. Mnamsibia kabisa. Tunakaa kama familia kwamba mpaka ukae sawa kwenye jambo fulani. Tulitaka wewe ufanye 1 2 3 hujafanya majukumu yako. Labda unatakiwa uwe Dar es Salaam huko Nairobi. By the way, shout out to Mr. Kesho huko Nairobi. Kuna harakati anaendeleza kuzifanya kule. Kuna negotiation anazifanya na digital distribution companies kwa ajili ya hizi album. So shout out to him. Lakini sikupondi. Alitakiwa kuwa wapi? Alitakiwa kuwa Dar es Salaam. Kwa hiyo kibiashara itabidi ana punishment ipo. Kwa lazima kuna namna akija. Kwa sababu amejitetea sana na vitu alivyotutumia kabla yuko kule kwamba amegusa 1 2 3 kwenye negotiations za business vinanufaisha kwa kidogo, adhabu itapungua. Ila tumemwambia mpaka saa 10 kama atakuwa hajafika Dar es Salaam leo tunarudisha adhabu ambayo tulikuwa tumeipanga. Au labda amefanya kizuri zaidi. Aje tushawishi. Umesema msanii mnaanza naye mkataba na nini, lakini unajua kwenye record label ambazo tunaona msanii anakuja kuzingua inakuwa ni baada ya kusogea, sio kabla ya kusogea. Yani ameshafika sehemu ndo wana hizi asilimia mlizoniwekea mbona ndogo ambazo mwanzo alikuwa azioni kipindi kile yuko pale. Unaelewa hiyo mmejipanga vipi kuondokana nayo? Si baadaye tukasikia tena African Blood Basata. Unaelewa nafikiri kuna zile tunasema kisheria, kuna zile terms ambazo clause ambazo zinamruhusu yeye kuondoka. Au akifanya kuna condition ya kifulfill ataruhusiwa kuondoka. Kwa nafikiri kuna terms ambazo ziko wazi ambazo yeye tunamwachia nafasi, kwa sababu kwanza kuwa na artist sisi ni biashara, lakini pia ni love ndani yake. Ila tunatengeneza zile contract kwa sababu baadaye huwa zinakuja lawama nyingi. Na wakati mwingine pia transparency inasababishaga artist ahisi kama either apati kumbe labda uingizi, kwa sababu ili kutengeneza fedha kwenye kazi ya sanaa lazima uwekeze sana, uwekeze ndio return inaanza kurudi. Kwa kuna wengine kwa sababu hakuna transparency anaamini kwamba label inaingiza hela nyingi. Kumbe itakiwa mumweke wazi tu, hata dashboard zake ziwekeni open. Ajue anachokiingiza, afu ajue matumizi yake, ajue anachokipata. Then unamwekea ile open clause ya kutoka. Aenda akafanya yake mazuri huko, kama kuna mlipa, is okay for us. Kama mziki ungekuwa ni mti tungesema kwenye mizizi umekaa vizuri, si ndio? Kwenye matawi huku ndio unakuja sasa unataka kuchanua, si ndio? And sasa hivi amuone kama ni mapema African Blood kwanza kufikiria wasanii na nini kuleta, kwa sababu nyinyi wenyewe pia bado mnahitaji kuchanua zaidi kwenye kiwanda cha muziki. Huyo mtu ambaye tuko naye before business ni brother ambaye ana talent, pia ni family. Luna Miguel pia ni family. Tumefahamiana na Luna is more than 10 years. Kwa sasa na yeye ni sehemu ya ile cycle. Ndio maana tujianza kudili na watu wa mbali. Tunatakiwa to prove kwanza hapa kwamba we can do our stuff na vikawa vikubwa kwa sisi wenyewe. Kwa sababu wote tuna talent kwenye timu. Kwa hiyo hata huyu mtu ambaye nilikuwa nataka nimtaje wa graphics naye ana talent, simama amua kusimama tu. Black Giant hataki kufanya muziki, lakini ni mwanamuziki noma sana. Black Giant. Kazungu. Mwanamuziki noma sana. Ila naye alisema brother, mimi saizi ngoja nikae kwanza kwenye upande wa graphic designing huko. Baadaye labda nitaangalia hiyo music scene naweza nikafanya. Kwa sisi timu yetu wote tunafanya, na huyu tunayemsign ni sehemu ya familia. Kwa tukiona hapa panaenda vizuri ndio tutaanza kuangalia sana. Hatutaki kuwa wengi kwa sababu my investor ni sisi wenyewe. You get it? Kwa kauli ya Harmonize, ana experience kidogo na hizi label. Sio kidogo sana kwa sababu alikuwa WCB, ametoka, ana Konde Gang ya kwake. Alisema label nyingi Bongo zinaanzishwa kwa mizuka.
Yeah, African Blood, tutegemea siku moja kuona hiyo mizuka ikija tena kwenye upande hasi. African Blood ninapozungumzia sales as a trademark and company ina miaka karibia 4 ndani. Okay. Since imekuwa registered, kwa sababu of course sisi tunadili na fashion na entertainment. Okay. Yes, ni African Blood Clothing and Entertainment Company. Okay. Umeelewa? Kwa hiyo sasa atufanyi kwa mizuka. Tungekuwa tunafanya kwa mizuka, maana yake ingekuwa day 1 tumeregister. Tungeanza kuja kwenye media kwamba sisi tunafanya hiki, tunafanya hiki. It's more than 4 years now. Oh yeah. Tupo kimya tu, tuna arrange vitu vyetu. Kwa hiyo tumekuja kwenye music scene. Mr. Kesho amekuwa akiwepo, mimi niko behind, anafanya, lakini hakuwahi kuzungumza habari za African Blood wakati anajua ipo. Mpaka last year ndo akaanza sasa zile Amole, we are talking about African Blood. TikTok, we are talking about African Blood. Umeelewa? Na hapa tulipofikia sasa kwenye hii scene ambapo tunakuja kwenye album ya Daddy Mashona, album ya Mr. Kesho, EP ya Luna Miguel. So we good, hatujaanzisha kwa mizuka. Bab kubwa. Yeah. Album ina collab ngapi? And tumeona pia unazungumziaje nguvu ya collab kwenye sanaa kwa ujumla, kwa sababu ngoma yako ambayo hii imekuja ni collab na Mr. Kesho. Unaweza kusema nguvu ya kushirikiana kwenye kiwanda cha muziki, and ukatuambia na kwenye album kuna collab ngapi? Nguvu ya kushirikiana inakuwa ina power pale ambapo utakuwa umetengeneza maudhui ambao unaamini kabisa Daddy Mashona akikaa hapa atafanya kitu kikubwa. Isiwe tu nawataka mashabiki wa Daddy Mashona alafu mkawa hakuna chemistry kwenye hiyo kazi mlioifanya. Kwa sababu mnapo exchange mashabiki, mimi labda naamini kabisa kwamba let's say Mr. Kesho na mashabiki wake. Kwa Mr. Kesho nikimleta kwenye scene ya kazi yangu hii, ataniongezea kitu. Lakini mbali na kuniongezea kitu, kwa hii kazi, kwa uwezo wake ana uwezo wa kufanya kitu kikubwa. Kwa iwe kwanza iwe based kwenye kutengeneza chemistry nzuri. Mbili, iangalie pia kwa na fan base, mna exchange fan base. Kwa hiyo ina kitu ni kitu poa sana. Ni kitu kikubwa kwenye industry kushirikiana, kwa sababu mnabadilishana mashabiki na ile nguvu ya biashara. Lakini kitu kingine umeniuliza cha pili kwamba collaboration. Kwenye albamu yangu collaboration zipo nyingi. Nina Nulueli, mimi nime close cut kutoka generation ya mwanzo. Shout out kwa Nulueli, fundi kabisa. Kutoka generation ya mwanzo mpaka ya mwisho. Nina Nulueli mle ndani. Hatari. Nina Q-Chief mle ndani. Hatari. Nina Steve Arambio mle ndani. Nina Fobi. Nina Baraka da Prince. Nina mtoto wa Morogoro Belle Tisa. Ni mtaje kwa heshima. Morogoro homeboy wa Morogoro. Na Belle naye ni mondani. Nina Dayo. Nina Kayumba. Kwa nime close cut kutoka generation ya kwanza ya kizazi kipya, muziki wa kizazi kipya, katikati mpaka mwishoni. Na umenitajia hapo Simoni hip hop hata mmoja. Sasa mimi ndio nasimama kwenye scene ya hip hop. Kwa nini nimchukue mtu wa kurap tena? Yani ni tofauti na album nyingi unajua za wasanii wa hip hop. Huko ndani utasikia sijui kamshirikishana na nani wa hip hop na nini, which is sio mbaya. Sio kitu kibaya. Lakini kwako nimeona umeamua kuja kwa namna tofauti. I wanted to create those timeless music. Sawa. Bana, tunao mdundo mwingine hapa tumalizane kwa sababu time pia inakimbia na najua una ratiba nyingine. Na nitaangalia tuna escort Love Kingdom, kwa hiyo lazima uwe kidogo tuwasokishe. Sawa, kabla hatujakaa huku, nipe top 5 yako ambayo unasema nikitoa album yangu hawa wasanii hawa, yani najua kama wakitoa project zao tunaweza hapo juu tukawa na vita kubwa, sio kwa ubaya. Upande gani? Wa hip hop. Ambao wanasema wakitoa na mimi nikitoa ushindani wake hapo utakuwa balaa, yani itabidi ni kazi sana kwenye promotion na nini. Kwa sasa kwa hii strategy yani lamani yangu hii unaoiona nikiangalia kwa For Culture ambayo naweza nikacompete naye nikiachia albamu naye tukatoa naye mwezi mmoja. Mbona sioni, labda angekuwa Mr. Blue. Mr. Blue kama angekuwa anasema naye anatoa albamu au project project moja hawezi hapa. Ila kwa album kama Mr. Blue kama atasema atatoa album July, let's say mwingine for hip hop culture Joe McKin, I respect.